Hamjambo wanafunzi, natumai mko tayari katika somo letu la leo la Kiswahili gredi ya 4. Leo hii tutaweza kuangalia mada ya kuandika. Tutaweza kuzungumzia mada ya kuandika. Je, tunaandika nini? Basi leo tutajifunza uandishi wa insha. Leo tutajifunza namna au jinsi ya kuandika insha. Kumbuka kuna aina tofauti za insha. Basi siku ya leo tutaweza kujifunza uandishi wa insha kwenye mada ndogo ya insha ya wasifu. Na kabla hatujaweza kueleza maana ya insha ya wasifu, ni vyema tuelewe insha ni nini. Je, umewahi andika insha katika gredi yako ya 4 ama gredi lako la 3? Basi utakumbuka kwamba insha ni mtungo wa maneno. Mtungo wa maneno unaoandikwa kuelezea jambo fulani. Kumbuka katika insha unatakiwa kutunga maneno yako mwenyewe, kisha wengine waisome. Basi insha utaweza kuandika maneno yako mwenyewe, basi na kisha wengine waisome. Za kuwa mwalimu, mzazi wako ama mtu yeyote ambaye anaelewa uandishi wa insha. Basi tutaanza kwa kueleza maana ya insha. Insha ni mtungo wa maneno unaoandikwa kuelezea jambo fulani. Insha ni mtungo wa maneno unaandikwa kuelezea jambo fulani. Basi kumbuka wewe kama mwandishi unaandika maneno haya, kisha mtu mwingine ataweza kuyasoma. Basi wakati unaandika insha, kuna kanuni ambazo lazima uzingatie. Kanuni za insha, maneno ambayo unafaa kuzingatia wakati unaandika insha. Kanuni za insha. Basi tutaweza kuzungumzia kanuni ambazo utazingatia na baada ya hapo tutaweza kujifunza insha ya wasifu. Basi katika kanuni za insha, ya kwanza huwa anwani. Kumbuka anwani ni kichwa ama ni mada ambayo wewe kama mwandishi unazungumzia. Basi anwani huandikwa kwa herufi kubwa, na baada ya kuandika kwa herufi kubwa unapiga mstari. Anwani ni kichwa, ni mada, na lazima uipige mstari kwa niweze kutofautisha kati ya kichwa na mtungo ambao umeweza kuandika. Kisha kanuni ambayo vile vile ni vyema kuzingatia ni mpangilio mzuri wa mawazo. Wakati ambapo unaandika insha yako, lazima uwe na mpangilio wa mawazo ambayo unaenda kuandika pale. Kwani ni vyema katika hali hii uweze kuandika vidokezo ambazo utaweza kuzungumzia wakati ambapo unaandika insha yako, ili usije ukakumbuka neno fulani ama maneno ambayo ungeweza kuandika, lakini baadaye wakati umepita unaandika mahali ambapo hapastahili. Basi ni vyema uwe na mpangilio. Kwa mfano, utumie vidokezo kuweza kuandika insha yako. Kanuni nyingine ambayo tutazingatia ni hati safi. Hati safi, tumia mwandiko ambao ni bora, ili mtu ambaye anasoma insha yako aweze kufurahia na aweze kuisoma kwa urahisi. Kumbuka katika uandishi wa insha vile vile kuna alama fulani ambazo unapata kwa hati ambayo ni safi, bila hata kujali ni nini ambacho umeandika katika insha yako. Basi ikiwa na hati safi, tayari unapata alama zako. Kwa hivyo zingatia mwandishi bora wakati ambao unaandika insha. Vile vile tuna maendelezo.
Kumbuka, baada ya kufanya vidokezo vyako, utaweza kuendeleza insha yako katika kila aya. Wakati huu unakumbuka kwamba kwa mfano uliweza kuongelea kuhusu mpishi, umemsifia, umeongea nini. Basi kumbuka ule mpishi utaweza kumzungumzia kutoka aya ya kwanza hadi aya ya mwisho. Usije ukaanza kuongelea mzazi baada ya kuongelea mpishi. Basi pale utakuwa umeendeleza insha yako kwa njia ambayo inastahili. Kumbuka, usiwe unajirudia. Mawazo ambayo umeandika katika aya ya kwanza ama aya ya pili usije ukayarudia katika aya ya 3 ama ya 4. Basi ndio maana ni vyema uwe na mpangilio, uwe na vidokezo ambavyo vitaweza kukuongoza wakati ambao unaandika insha. Vile vile tuna sarufi sahihi. Wakati huu wa sarufi basi tutatumia lugha ambayo ni ya sanifu. Kiswahili ambacho ni sanifu. Usije ukaanza kuchanganya Kiswahili sanifu na Kiswahili ambacho unaongea pale mtaani. Kumbuka, wakati wa uandishi wa insha unatumia lugha ambayo ni sanifu. Vile vile tuna uakifishaji mzuri. Basi wakati wa uakifishaji, kwa mfano, wakati ambao unaandika insha, kumbuka kuanza sentensi yako kwenye herufi kubwa. Kumbuka kuweka kikomo mwisho wa sentensi. Na vile vile unapoandika insha na unamtaja mtu kwa jina lake, kumbuka jina la mtu huanza kwa herufi kubwa. Basi pale utakuwa umeakifisha insha yako vilivyo. Vile vile kumbuka kutumia lugha ya ubunifu, lugha ambayo ni ya ubunifu. Tumia lugha ambayo inaeleweka, lugha ambayo mwandishi ataweza kuisoma na kuielewa kwa urahisi. Usije ukaanza kuweka lugha zingine ambazo hazifai. Labda kuna maneno ambayo unayesikia pale watu wanaongea, lakini nawe unakuja kuyasema pale ambayo hayafai kabisa. Kwa hivyo nyingine ni sentensi fupi. Wewe kama mwanafunzi wa gredi ya 4, ni vyema uandike insha yako kwa kutumia sentensi ambazo ni fupi, ili usije ukajichanganya baadaye ukaanza kuingiza mambo ambayo hayafai katika uandishi wako. Kwa hivyo kanuni hizi ni vyema tuweze kuzizingatia wakati ambapo tunaandika insha. Basi baada ya hapa tutaweza kuangalia mfano wa insha ambayo ni insha ya wasifu. Tutaweza kueleza namna au jinsi tunaweza andika insha ya wasifu, na baada ya hapo basi utaweza kulipata zoezi lako. Hebu tuweze kuangalia insha ya wasifu ni insha ipi. Basi mfano wa insha ambayo tutazungumzia hivi leo ni insha ya wasifu. Je, insha ya wasifu huwa ni insha ipi? Insha ya wasifu ni insha ambayo huelezea kuhusu maisha ya mtu. Mtu aweza kuwa kama vile rafiki yako, mzazi wako, mwalimu wako, kiongozi yoyote ama mpishi ambayo wewe unampenda zaidi. Basi tutaeleza kwamba hueleza insha ya wasifu huelezea kuhusu, insha hii huelezea kuhusu maisha ya mtu. Huelezea kuhusu maisha ya mtu kama vile, ama kwa mfano, aweza kuwa rafiki. Waweza andika kuelezea kuhusu rafiki, mwalimu, mzazi wako ama mlezi wako na kadhalika, ama kiongozi. Vile vile waweza andika kuhusu maisha ya kiongozi fulani ama kumhusu kiongozi ambaye unamtambua. Basi ni vyema kupata vidokezo. Ningependa tuweze kupata vidokezo. Kwa mfano, tuzungumzie insha kuhusu mlezi wangu.
tuseme kwa mfano insha kuhusu mlezi wangu. Na baada ya hapo tupate vidokezo ambavyo utaweza kuzingatia. Kumbuka vidokezo vile vile hukuongoza wakati ambapo unapangilia insha yako kwa kila aya. Cha kwanza utaweza kueleza mlezi wako anaitwa nani ama mlezi wangu anaitwa nani. Mlezi wangu anaitwa nani? Basi utaweza kueleza katika aya yako ya kwanza. Itakuwa ya kwanza kabisa kwani lazima uweze kumwelezea jina lake, na baada ya hapo waweza pia elezea kuhusu usafi wake. Usafi wake ni msafi kivipi? Amefanya nini ili unaona kweli mlezi huyu ni mtu ambaye ni msafi. 3, waweza weka mavazi yake. Waweza zungumzia mavazi. Mavazi yake. Je, anapenda kuvaa nguo zipi, viatu vipi, ama haswa yeye hupenda kuvaa nini katika maisha yake? Vile vile unaweza zungumzia kuhusu matendo. Matendo yake. Matendo yake ni yapi ambayo yanakufurahisha, ambayo unaona kweli mlezi wangu naweza fuata, anaweza iga mfano wake. Kisha waweza zungumzia mienendo yake ya kudumisha amani. Mienendo yake ya kudumisha amani. Basi katika uandishi wako wa insha ya wasifu ambapo unaandika kuhusu mlezi wangu, kumbuka kuzingatia vidokezo kama hivi. Mlezi wangu anaitwa nani? Basi pale utaweza kueleza jina lake nini, kisha usafi wake. Unavyomuona yeye ni msafi, sio? Lakini yeye hudumisha vipi usafi wake, ama anafanya nini ili awe msafi, ama usafi wa mazingira yake. Vile vile utazungumzia mavazi yake, anapenda kuvaa nini. Kumbuka katika somo letu la hapo awali tuliweza kujifunza aina ya mavazi. Kuna mavazi ya aina nyingi sana. Viatu, kuna tai, kuna kofia, kuna rinda, vile vile kuna buibui. Utaweza kueleza mlezi wako ni mavazi yapi ambayo anapenda kuvaa kwa zaidi. Wakati mwingi yeye huvaa mavazi yapi? Kisha kuna matendo yake. Matendo yake ni yale mambo ambayo anafanya. Wakati wake utamwona anafanya matendo yapi ambayo pia wewe kama mwanawe yanakufurahisha. Vile vile tuna mienendo yake ya kudumisha amani. Kumbuka amani ni kitu cha maana sana katika familia. Basi utaweza kueleza ni vipi yeye huweza kuwasaidia ili muweze kukaa na amani mkiwa pale nyumbani. Basi kufikia pale tutakuwa tumefika mwisho wa somo letu la leo la Kiswahili ambalo tumejifunza uandishi wa insha. Haswa kabisa tumeweza kuzungumzia insha ya wasifu. Kumbuka insha ya wasifu hueleza kuhusu maisha ya mtu. Basi leo hii katika zoezi letu la leo tutaweza kuandika insha. Insha hii itatoka popote pale, itaweza kutoka katika mada ambayo tumeweza zungumzia hapa ambayo ni mlezi wangu. Basi utafuata vidokezo hivi ili uweze kuandika insha yako. Kwa hivyo zoezi la leo utaandika insha. Andika insha ambayo inahusu mlezi wangu. Kumbuka kufuata kanuni za insha ambazo tumeweza kuzisoma
hapo awali. Vile vile insha hii ni rahisi sana kwako, manake kuna vidokezo ambavyo tumeweza kuviangalia. Utaweza kufuatilia vidokezo ambavyo tumevisoma hapo awali ili uweze kuandika insha yako kuhusu mlezi wangu. Mlezi wangu anaitwa nani, usafi wake, mavazi yake, matendo yake na mienendo yake ya kudumisha amani. Basi kufikia pale tutakuwa tumeweza kufika mwisho wa somo letu la leo la Kiswahili, ambalo tumejifunza namna ya kuandika insha, haswa kabisa insha ambayo ni ya wasifu. Asanteni sana kunisikiliza na muwe na wakati mwema.